haya. Wajua sisi, yani mimi nasema kwa sababu nimeishi, nimewaona, na sisi tumesoma, watu wazee tumewakuta mpaka leo hii wengine wako haya. Wajua kwamba khitma ni bid'a, hakuna mafundisho hayo. Wanajua kwamba bid'a ya maulid ubaya wake, lakini utamkuta kwa sababu shekhe ujamaa barambona bata anapita zake nyuma, anavaa shati na suruali, anavaa isbali, anajificha nyuma wasimuone. Hii ni dhalala. Huyu anakuwa anaichafua sunna, anahitaji ambiwe maneno makali kama walikuwa kiambiwa watu wale salafu salih. Walikuwa hawamuonei huruma mtu yeyote wala kumuonea haya mtu wa bid'a. Na mtu mbaya walikuwa namuona ni mtu ambaye anashirikiana na kuchanganyikana na watu wa bid'a. Kwa sababu mtu anachanganyikana na watu wa bid'a, huyu anataka kuchanganya baina ya haki na batil. Hali ya kuwa haki na batil haviwezi kuchanganyika hata siku moja. Eti wewe ni mtu wa sunna, mtu wa bid'a. Hali jambo ambalo haliwezekani, ndugu zangu katika imani. Haki na batil haviwezi kukusanyika sehemu moja. Eti wewe moyo mmoja umekusanya bid'a, moyo huo umekusanya sunna. Na maasi ya ukusanya na kuchukua nafasi kubwa sana. Katika miongoni mwa hatari za bid'a, kama anavyosema al-Allama Rabi' ibn Hadi hafidhahu Allah ta'ala, anasema akizungumzia watu wa bid'a wazushi, kwa sababu kama wanavyosema maulama, al-bid'atu la tasiru wahdaha, bid'a itembei peke yake. Twajua maulidi ipo, si ndio? Na bid'a ipo. Je, bid'a hii yatembea yenyewe? Kuna watu waitembeza, si ndio? Wapo watu wailingania. Sheikh Rabi' anasema inna ahla al-bid'ah adarru ala al-islam min al-yahudi wan-nasara. Watu wa bid'a wazushi katika dini wana madhara makubwa sana katika Uislamu kuliko Mayahudi na Manasara. Yale madhara ambayo mwayaona si Palestina, mwayaona si sehemu nyingine, yanayosababishwa na Mayahudi na Manasara, hayo ni madogo sana kuliko mtu anayefanya wa bid'a. Akasema qalahu adadun min a'immati al-islam al-fuhul, maneno haya wameyasema maimamu wakubwa. Akasema Ibn Aqil wa shaykhihi Abu al-Fadl al-Hamdani, Ibn Jawzi, Ibn Taymiyyah wa ghayruhum, ومنهم الشوكاني قرر هذا في تفسيره أن أهل البدع أضروا على الإسلام من اليهود والنصارى والزنادقة. لماذا؟ watu wa bid'a wamekuwa na madhara makubwa juu ya Uislamu. Watu wa bid'a wanauharibu Uislamu na kuporomoa Uislamu kuliko wanavyoporomoa Mayahudi na Manasara. Lianna kathira minan nas, kwa sababu watu wengi yathikuna haula bihaula, wanawaamini watu hawa, fayakbaluna abatilahum, wanakubali zile batili zao wanakuja nazo. Lakini Yahudi, lau kama atakuja Yahudi leo hii au Mnasara, Mkristo kaingia msikitini Badr akalingania kile anachokuwa anakifahamu kwenye dini yake, hal takbaluna? Je, mnaweza kukubali anayezungumza? Ni jambo ambalo haliwezekani. Akaja Yahudi hapa akazungumza, hakuna atakayekubali, kwa sababu ni adui dhahir, ni adui aliyekuwa wazi. Lakini mtu wa bid'a ni adui aliyejificha katika sura ya Uislamu. Leo hii kuna watu wasema na kutaka kuangusha nafasi ya kuwatahadharisha watu ambao wanaichafua sunna. Wanasema kwamba hawa sio Waislamu wenzenu, sio wamesoma hawa ni maadui wa ndani, tunaanza na hawa kabla ya wale. Kwa sababu adui wa nje huyo waweza kupambana naye kwa hali yoyote, kama ndani kuna adui. Unaonaje wewe kama mke wako atakuwa ni adui yako? Unafanya nini? Unasubiria kwamba si mke wangu tumezaa watoto wawili, walala mathalan, walala, ulipolala mke wako ameamka na mkasi, unakuja kushtuka yuko anachoka ndevu, unafanya nini? Na ndevu ni sunna.
ni alama ya urujula, alama ya mwanaume ni ndevu, si ndio? Waamka umelala, unashtuka usiku unasikia what, anakata anazinyoa ndevu zake. Sasa hapana, tulia mke wangu, unajua lazima pale uwe mkali, hii ni sunna. Waona huyu ndio adui sasa wa sunna ya dini yako, huwezi kuishi naye. Waona haribu mali, yuko ndani, mali unazichafuta, yeye ndiye anazichukua, labda anamgawia hawara. Wafanya nini? Lazima utakuwa unakasirika, unaweza kufanya maamuzi aidha kumuua au kumfanyia madhara utakayoona au kumpa talaka. Hivyo ni mfano wa mtu wa bid'a. Mtu wa bid'a amevaa vazi la sunna, amevaa vazi la Uislamu, tunamwamini kama wanavyosema maulama. Unapowatizama hawa watu wa batil, yathikuna bihaula, wanawaamini watu hawa, wayakubaluna abatilahum, wanakubali batili zao, wa dhalalatahum, na upotevu wao, wala yathikuna fil yahudi wan nasara, lakini hawezi waislamu kuwaamini mayahudi na manasara. Wazanadika na wazandiki, la yakbaluna minhum shay'a, hawakubali chochote kutoka mayahudi na manasara waislamu. Fala yatadarrarun, hawawezi kupata madhara, walakin dararuhum bihaula alladhina yakhda'una bihim almuslimun ويقبلون منهم الترهات أو ترهات ولا أباطيل. Waislamu wanadhurika, wanadanganyika na hawa watu kwa sababu ya sura ya Uislamu, wanawaamini yale wanayozungumza ya batil. Ukikutana na shekhe wa tariqa amevaa kilemba chake kikubwa, anakuambia nimesoma kwa shekhe nani Tamta kule, utaona kwamba maneno haya anayozungumza amesoma sana. Na watu wa batil sio kwamba hawasomi, wanasoma, wana ilmu, wana ujuzi wa kuweza kupondosha sunna na kuingiza shubha. Lakini waislamu wa sunna wakisimama kupambana na hawa watu, kuna watu kutoka nyuma waona, nyinyi kwa nini mwapiga hawa, mnawasema hawa nyinyi kila siku marumbano, aliyakuwa Wakristo wanafanya hili, wanafanya hili, hawa wanaharibu kile ambacho unatengeneza. Yaani wewe umejenga nyumba, baadaye ndani inaanza kubomoka, unaenda kununua mabati. Ni jambo ambalo haliwezekani. Lazima ujenge ufa kwanza kabla ya kujenga nini? Na kuweka ukuta. Tengeneza, safisha Uislamu kama walivyosema maulama, akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kwamba hawa watu wa bid'a ni hatari kuliko jambazi. Hatari ya jambazi ni nyepesi sana kuliko hatari ya mtu wa bid'a, kwa sababu mtu wa bid'a, mjambazi, aweza kumwachia mali yako, ukamchukua akakuachia salama yako ikawepo, bana wewe nataka mali hizi, chukua bana, chukua kaenda nazo. Lakini mtu wa bid'a hataki hizo mali, anataka rasilimali yako baina ya dunia yako na akhira yako. Ni dini ya Uislamu. Alafu Waislamu wanakuwa wepesi, wampa mtu moyo wake na imani yake, amwamini mtu wa batil, hali ya kuwa huyu ni jambazi. Na hakuna jambazi mbaya sana kama jambazi wa dini. Wala haya sio maneno makali, ndio? Kwa sababu yeye aiba dini, na dini wewe ndio sehemu ya kusalimika kwako akhira. Lakini wewe ukichukuliwa mali zako zote ukabakiza nguo ulizozivaa, yeye unaweza kuingia janna, kwa sababu ni maisha ya kudumu, haya ya kupita, utatafuta kingine. Lakini sasa akhira umepata hasara hapa duniani, kuandaa mazingira, kule akhira utatafuta wapi? Utapita bwana Sheikh Khalid, naomba thawabu tano. Hakuna siku hiyo, kila mmoja ni bakhili siku ya kiyama na thawabu zake. Hakuna mtu kama mama anamkimbia mwanawe, baba akimbia familia yake, akililia nafsi yake. Vipi wewe sasa waenda kuomba thawabu? Utamuomba nani? Hali ya kuwa dini yako imekwapuliwa ukiwa duniani. Ndugu zangu katika imani, tukue tahadhari sana na watu wa bid'a, na muwape nguvu wale wanaotahadharisha bid'a, na kutahadharisha na kuwasema watu wanaozitembeza hizo bid'a, kwa sababu huenda mtu ajui mtu wa bid'a huyu anaishi naye, anazungumza naye, anaishi naye, kwa sababu mtu wa bid'a madhara yake ni makubwa sana, ambayo mtu ambaye hajakuwa na upeo wa ilmu
hawezi kuona kama anapotezwa. Sheikhul Islam al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema haya yote ni madhara ya bid'a. Akasema man tadabbara ahwal al-alam, anaizingatia hali ya ulimwengu inavyokwenda, wajada kulla salahin fil ardh, atakuta kila kutengamaa na kupatikana kwa neema na kutengamaa katika ardhi. Fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam, atakuta sababu yake ni kumpwekesha Allah, kuwa na tauhid na kumwabudu Allah. Pia jambo jingine la tatu, ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam, kumtii mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Unapokuta sehemu familia, tusiende mbali kwenye miji, tizama familia yako kunyoka na kupatikana salah na kupatikana khairi, kutokuwa na madhara, sababu yake inapatikana watu wanapokuwa wameijua tauhidi na kuifanyia kazi, wakaifanya ibada na wakamtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazama Saudia, nchi ya Saudia ni katika nchi pekee inasimamia sheria za Uislamu, yakata watu mkono, mzinifu apigwa mawe, katika nchi pekee ambazo zinasimamia, ndio maana wakaita daula tu tauhid. Hakuna mtu wa bid'a anaitamani ile nchi. Mashia waitamani ile nchi kuiporomoa. Nadhani 2016 mliona tukio lililofanya, walituma bomu kwa ajili ya kuua mahujaji, kuua watu, lakini ni vitimbi vya Mayahudi na ni vitimbi ambavyo vishatangulia huko. Abraha na jeshi lake alipokuja na jeshi lake na tembo wake kwenda kuangamiza Kaaba, na haya ndio wamefanya Mashia wakafungiwa kufanya hija, wakalalama, wakafanya hija yao, na kuonyesha kwamba sio watu wa dini hao. Ndio maana watu wao wamewakufurisha kabisa Shia, wakawakufurisha moja kwa moja, wana hija yao, wametengeneza mfano wa Kaaba, watufu pale. Lakini ndugu zangu katika imani, akasema wa kullu sharrin fil alami, na kila shari ambayo inapatikana ulimwenguni, wa fitna, na fitna inayopatikana, wa qahtin, wa balaa, mabalaa na ukame, wa taslit adu, na kusalitishiwa adui, wa ghairu dhalika, na mengineyo yote haya, fasababuhu mukhalafatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Shari mtu anawezekana asione shari inapatikana na fitna kwa sababu ya watu kukhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu wenye akili na ufahamu, watu wakigombana, kama ni watu wa dini urejea kwenye dini, wanaangalia wamekhalifu jambo gani, na kweli wakikaa kidini kutizama sawa sawa, watakuta wamekhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakikaa wakarekebisha ule mwenendo, fitna hakuna. Lakini muda kuwa wanaendelea kukhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake, wanamkhalifu Mtume kwa njia moja wapo au njia nyingine, lazima fitna itaendelea. Ukame tulionao, haya yote yasababisha watu kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. wad'awatu ila ghairi Allah wa rasulih, na watu kulingania kwa siye kuwa Allah na mtume wake, kulingania kutukuza ushekhe au kulingania kutukuza vyeo, kinyume na kutukuza nafasi ya dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dini ya Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema man tadabbara hadha haqqa tadabbur, anayezingatia ili kweli wa kuzingatia, wa taammala ahwal alalam, akazingatia hali ya ulimwengu inavyokwenda, mundu qama ila alana, toka imesimama mpaka leo hii, wa ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha, mpaka pale Allah atakaposimamisha kiyama karithi wale waliokuwepo ardhini, Allah wa man 'alayha, mpaka pale Allah atakaposimamisha kiyama karithi wale waliokuwepo ardhini. Wa huwa khairul warithin, wajada hadha al-amra kadhalika fi khassati nafsi, akitizama sawa sawa akakaa akazingatia, atalikutia mwenyewe, atalizingatia katika nafsi yake, wa fi haqqi ghairihi, na atatizama katika haki ya mtu mwingine. Tizame mtu ambaye amekhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana nuru usoni. Wewe tizama mtu ambaye anafanya bid'a, hana nuru usoni.
mtu ambaye ana sunna hata kama atakuwa na sura mbaya ana nuru, lakini mtu wa bid'a huondosha ile nuru. Lakini hawa watu waweza kutizama kama wanavyosema maulama kwamba mfano Shia akifa sura yake inabadilika kuwa ya nguruwe. Sura ni yule yule lakini sura yake inabadilika inakuwa mbaya sana kwa sababu ya kile kibaya anachokitakidi katika nafsi yake. Sasa kwambie mtu wa bid'a ambaye wanachuoni wamekataza hata kulisindikiza jeneza lake. Yani mtu wa bid'a akafa haifai kwenda kusindikiza jeneza lake. Hayo wameyataja maulama. Na pia ndugu zangu katika imani, kwa sababu ya muda umeenda, katika mambo ambayo wamekubaliana wanachuoni kutokana watu wa bid'a, wanachuoni walivyotahadharisha bid'a na wakatahadharisha wale wanaotembeza hizo bid'a, yani maana wazushi, wakakataza kukaa nao, kama anavyosema al-Imam al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala anasema ittaqullaha ma'ashara al-muslimin, muogopeni Allah nyinyi kongamano la Waislamu, wakubalu nusha an-nasihin, na mkubali nasaha za watu wenye kunasihi, wa wa'dhata alwa'idhin, na mkubali mawaidha wa wale watu wanaotoa mawaidha, wa'lamu anna hadha al-ilma dinun, natambueni kwamba elimu ya sheria ni dini, fandhuru ma tasna'una, tizameni kitu gani mnakifanya, tizameni kabueni hii dini, elimu hii ni dini, tizameni mnafanya kitu gani, wa amman ta'khudhuna, na tizameni mnaichukua wapi elimu hiyo. Lakini ndio mtihani tulikuwa nao. Utamsikia mzazi wa sunna, baba ana watoto, anawapeleka watoto kwenye shule za Kishia, anachukua mtoto kwamba kule wanafundisha furahia kupandishwa gari, anapeleka kwenye shule za maibada sufia. Wallahi hatuoni kuwapeleka watoto kule, unaenda kuzaa, unaenda kutengeneza kizazi kibaya. Tizama dini unaichukua wapi, usije baadaye kufa ukaulizwa na Allah tabarak wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja ataulizwa familia yake, dini yake ilikuwaje. Wewe ni mtu wa sunna, wachukua mtoto wampeleka kwa watu wa nini? Watu wa bid'a. Tizama dini ya mwanao. Kuna wazazi wallahi ni mtihani. Sisi ni walimu tunafahamu mambo haya. Yawezekana anasoma madrasa akachapwa. Wazazi wa sasa hivi wako hivyo. Lakini sisi wenyewe hatukusoma kwa hali hiyo. Unachapwa kituoni, ukirudi nyumbani unaongezwa tena. Lakini leo hii wazazi wamegeuka. Ukimchapa na muhamisha. Kuna wazazi wanahamisha watoto wao madarasa, wanawatoa kwenye madarasa za sunna, na yeye ni mtu wa sunna, wapeleke kwenye madarasa za Shia kwa sababu wapewa kitu fulani. Kwa nini wewe wauza dini yako kwa thamani ndogo ya dunia ambayo wala waenda chooni, alafu kesho wahitaji tena kiasi kidogo ambacho kitakudhuru maisha ya kudumu siku ya kiyama? Ni kwa sababu pia haya watu wakubali mawaidha, wameitanguliza dunia kuliko dini. Hakubali nasaha za dini kwa sababu anaona dini inamdhuru katika maisha yake. Sasa hili ndugu zangu katika imani sababu ya kuangamia. Hautobaki utamkuta mtu huyo alalamika kwamba sisi waislamu bwana, sisi wanyonge bwana, yani hili linatushinda hili kadha hivi, asema maneno afu mtizame yeye amevaa nguo inaburuta, wanao wameveishwa mahirizi viunoni, ni mtu wa sunna huyo, alafu alalamika kwamba sisi waislamu bwana tunaga maendeleo, sisi hatuendelei, angalia hao wamefanya hivi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah hawabadilishi watu wanayowapata, watu wanayowapata watu Allah hawabadilishi hali waliokuwa nayo mpaka wabadilike wao kuanzia kwenye nafsi zao. Ukitaka wewe janna basi badilika, ukitaka kizazi kizuri basi badilika wewe, usubirie watu wengine kwamba waje kubadilishie. Sunna imekataa kuingia kwenye nyumba yako. Kwa nini? Tazama
Tatizo ni wewe hujabadilika kuwa ni mtu wa sunna. Ukibadilika kuwa mtu wa sunna kweli, mkeo atabadilika, wanao watabadilika, kwa sababu utakuwa ni mkweli, kwa sababu pia sunna yahitaji ukweli. Na hili ndio linatudhuru sisi watu wa sunna. Baadhi ya ndugu tuliokaa nao hawawi wa kweli katika sunna. Yuko mguu nje mguu ndani, anachana msamba. Kwenye bid'a yupo, kwenye sunna yupo. Na haya ndio mambo ya baadhi ya mambo yanayokusanya baadhi ya watu. Yani kuna baadhi ya vitu vinawakusanya watu, anaona kuviacha ni vigumu. Mfano kuna kitu kinaitwa nzengo. Hili nzengo ni neno la Kisukuma, si ndio? Lakini leo hii watu wa mkoa wetu wamelipokea sana. Hili ndani yake kuna kusanya Mayahudi, kuna kusanya Manasara. Sasa siku ya umefiwa wanaleta masufuria. Mimi Kahama nimesomea Kahama. Kakaangu mmoja alikuwa amejisajili huko. Wanasaidizana, ukifiwa wanaleta pesa, unachanga, wanaleta vyakula wao wenyewe. Afucha ajabu, wanavileta vyakula wanavila wao. Yaani wanavipika, wanaweza kupika na wao wanaondoka wamekula. Sasa maana yake nini? Huko sio kuhani. Tunakuja kukuhani, wewe tunakuletea chakula hichi hapa, basi tunaondoka zetu. Sunna ni kumhani aliyefiwa, ni kumletea chakula, sio yeye atupikie sisi. Ndio maana kuna daftari la rambirambi. Wamtia uzito sana yule aliyefiwa. Afikiria maiti wake, alafu akufikiria na wewe ujana. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza watu kwamba, aliwaambia masahaba, mpeni familia Jaafar kwa sababu wamefikiwa na jambo lenye kuwashughulisha. Lakini sisi wenyewe kama kueleweki msibani, unaanza kufikiria amekufaje. Kama watu wa maulidi wanasema maulidi kama hamna wali, hiyo mtume asaliwe hapa. Hiyo sio maulidi. Yani maulidi kama haina wali sio nini? Sio maulidi. Haya yamesemekana baadhi ya watu wa Kenya. Maulidi ugali. Kwa maana kitengenezwe kama maulidi hakuna wali, maulidi hakuna. Kwa dalili ya ushahidi pia hii ya kuonyesha kwamba hawapo kwenye ibada. Kwa lazima ndugu zangu katika imani tubadilike sisi kuwa ni katika hali ya sunna. Tukubali mawaidha ya watu wanaowaidhi kunako watu hawa, watu wa bid'a. Tizama kwa nani unafuata mwenendo, kwa sababu una dhamana ya dini yako. Utaulizwa. Allah amekuamini kakupa dini na akakuelewesha na kupata kufukukana na watu wa sunna. Shikamana nao. Tuna mashehe hapa watu wa sunna. Kwa nini upite pembeni? Kwa nini upite pembeni? Na hili lote linasababishwa kukaa na watu wa bid'a. Hao wazushi hao ni kwa sababu ya watu kukaa nao na kufanya nao jamaa. Mwenendo wa wema waliotangulia walikuwa vipi? Muamala wao ulikuwaje kana watu wa bid'a wazushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala? Fudhail ibn Iyad rahimahullah taala anasema katika jambo la kumtukuza mtu wa bid'a, anasema man 'azzama sahiba bid'atin faqad aana ala hadmi al-islam. Atakayemtukuza mtu wa bid'a atakuwa amefanya usaidizi wa kuporomoa na kuharibu Uislamu. Allahu musta'an. Unaona siku ya kiyama unakuja unamwambia wewe ni katika watu walioharibu Uislamu. Mimi niko nafanya sunna, wewe ni katika miongoni. Huyu ni nani? Amefanya tu jambo la kumtukuza. Yule shekhe amesoma kadha na kadha. Huyu kadha na kadha, nafasi kubwa. Huyu ni Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, anasema mwenye kumtukuza mtu wa bid'a anakuwa amesaidia kuporomoa Uislamu. Kama tulivyotangulia mwanzo kwamba mtu wa bid'a inaharibu Uislamu na inaharibu sunna. Sasa anayemtukuza yule ambaye anatembeza hii bid'a anakuwa amesaidia kuua sunna na amesaidia kubomoa Uislamu. Akasema jambo jingine, waman tabassama fi wajhi mubtadi'in
na atakayetabasamu kwenye sura ya mtu wa bid'a faqad istakhaffa bima anzala Allah ta'ala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atakuwa amevidogesha na kuvidharau kile alichokiteremsha Allah juu ya mtume Muhammad. Kutabasamu mtu wa bid'a akachekesha, mfano leo hii kwenye simu zetu na wakina vipozeo, si ndio? Wale wazee wa mizigo, si ndio? Si wazee wa nini? Watu wana watu wa bid'a wengi kwenye simu zao, wafahamika kwamba hao ni watetezi wa bid'a kabisa, lakini ndani yake ndana anamtukuza mtu huyu mpaka amweka kwenye mlio. Kwani azungumzi aya? Hujaambiwa kwamba mtu wa batili azungumzi aya, atatetea vipi batili yake? Kwa hiyo mtu anacheka kwa mtu wa bid'a akamfurahikia, katabasamu, anakuwa amedharau na kushusha kile alichokiteremsha Allah juu ya mtume wake. Kisha akasema wa man zawwaja qarimatahu min mubtadi' faqad qata'a rahimaha, anayemuozesha binti yake Karima, kwa sababu wafahamika wanaozesha ni wazazi, ndio wa kiume. Anayemuozesha binti yake mtu wa bid'a anakuwa amekata udugu. Allahu musta'an. Lakini sisi wazazi uje na kibunda kama wanavyosema mtaani, si ndio? Wewe unafanya kazi gani? Si ndio? Mtu anakuja kuoa kwako, sawa mzee, unamuuliza wewe una kazi gani? Je, wewe umeajiriwa au hujaajiriwa? Pesa unazo? Kwanza weka mezani. Haya maneno yamekhalifu sunna, utarajie hasara baadaye. Mtume ameweka mwenendo, wallahi tazameni ndugu zangu katika imani, ukikhalifu mwenendo wa mtume mara moja taraji hasara duniani kesho na akhera. Leo hii wameacha vigezo vilivyowekwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wamechukua vigezo vingine vya mbali kabisa ya kwamba mzazi huyu anataka dunia, sio kwamba anamtakia khairi mwanawe. Amekuja mtu haeleweki. Zamani sisi wazee wetu, baadhi ya wazee ambao sisi wengine tumewaona, kumsindikiza mtu mmoja akaenda kuchumbia. Yule mzee alimwambia, shika hili dumu hili, shika udhu hapo, kabla ya mazungumzo shika udhu bado. Akashika udhu yule kijana au kufika huko, akamwangalia udhu huko ameacha alama huko miguuni, udhu hujatimia. Walifokaa pale ndani akamwambia, wewe ndo unamtaka binti yangu? Kama hujui kushika udhu binti utampokea? Hapa kuna binti ya kuweza kumuoa mtu ambaye hajui hata kuswali. Akamfukuza. Vipi sisi sasa? Mtume anasema, man ataakum tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atakapokujieni yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake, basi muozesheni. Mambo mangapi? Hakutaja mali, kwa sababu kuna sahaba ameozeshwa yeye ana kitenge tu, yani amebakia na nguo ya kujifa nini, akamwambia huna hata pete ya kutoa. Sina. Mwisho soma Qur'an ndio mahali. Maana vijana wamekuwa wazinifu wengi kwa sababu kuna uzito. Lakini uzito ungekuwa unaupata kwenye dini, watu wangesoma. Akienda huko ametaitiwa, mwingine akaambiwa soma Qur'an, suratul Fatiha, majanga makubwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaambia ishi hapo, wewe na wazee wako toka, nenda. Huyu mzee ana roho mbaya, utamuoa mwenyewe. Mwache tu, atampata mume wanaoendana. Lakini sio mtu kumwozesha mtu wa bid'a, mtu ambaye hana dini, kwa sababu mtu wa bid'a hana dini. Sumeelewana? Kwa hiyo haifai kumwozesha mtu wa bid'a. Lakini sisi kuna baadhi ya watu wa sunna, mabinti zao wamewaozesha watu wa madufu, watu wa kukata mauno. Sijui hapa kama wanakata mauno wazi, lakini huko tumewaona watu wanacheza mpaka unaona mzee huyu mbona atakuwa akili. Ndio maana al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akasema, mtu anapopambaukiwa asubuhi ni sufi,
hafiki jioni isipokuwa utamkuta ni ahmaq, ni mpumbavu. Haya maneno amesema Imam Shafi'i. Mtu akiwa sufi mcheza maulidi, ngoma, asubuhi jioni utamkuta ni mpumbavu, acheza kana kwamba amevuta sigara. Mambo yanayofanya mtu anatikisa kichwa. Lau kama Umar angefanya haya, dini ingefika wapi? Jiulize wewe, Umar ibn Khattab alivyokuwa, lau kama angekuwa kama masufi, ingekuwa dini ingekuwa wapi? Hakuna, usingekuwa kuna dini. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala anasema, man zawwaja karimatahu min mubtadi' faqad qata'a rahimahu, anayemuozesha binti yake kwa mtu wa bid'ah basi amekata udugu. Wa man tabi'a janaza mubtadi'in wa lam yazal fi saqti Allah hatta yarji'a, na anayelifuata jeneza la mtu wa bid'ah anaendelea kuwa katika hasira za Allah mpaka atakaporejea. Ubaya wa mtu wa bid'ah mpaka hazikwi na watu wa sunna, pamoja na kuwa maulama wapo wanaosema kwamba atazikwa ili asije akawanukia watu, lakini mashekhe wale wakubwa wanaofahamika wameshikamana na sunna hawaendi kumzika mtu huyu, wataenda watu wengine watamzika. Na maneno mengine ambayo wameyasema wanachuoni katika jambo la kukataza kukaa na watu wa bid'ah, na hili ndio linatudhuru sisi Waislamu. Fudhail ibn Iyad anasema, ana maneno mengine akisema, ana maneno mengi sana, ni ya muhimu sana katika kusema vibaya watu wa bid'ah na kuwatahadharisha. Akasema, man jala sahiba bid'atin lam yu'ta al-hikma, anayekana mtu wa bid'ah, tunazungumzia bid'ah zote hususan maulid, anayekana mtu wa bid'ah hapewi hikma, hawezi kuwa na hikma. Haya ni maneno wanachuoni wamesema miaka hiyo. Fudhail ibn Iyad yeye amekufa mwaka 187 Hijria, amekufa mwaka 187 Hijria, na leo tuko mwaka 1440 ngapi? 45, si ndio? Toa hiyo miaka toka amekufa, miaka 1000 na ngapi? Mwaka 1300 na kitu, ndio? Alafu tuseme 1200. Haya maneno anayasema, anayekana mtu wa bid'ah hapewi hikma, hawezi kuwa na hikma. Na pia akasema, la tujalis ma sahibi bid'atin, usikae na mtu wa bid'ah, fa inni akhafu an tanzila alayka al-la'na, naogopea isije kukuteremkia laana. Kukaa na mtu wa bid'ah, laana inaweza ikateremka ikakukuta na wewe. Mathalan wewe mtu wa sunna umekaa kwenye maulidi mathalan, kwa sababu ni jambo la bid'ah ambalo limetuzunguka, umekaa tu na wewe wajitikisa tu, gharika imekuja, nani yule fulani, si mtu wa sunna, na yeye huyu ni mwenzetu. Ukifa sasa watu wa bid'ah kugombania, watu wa sunna kugombania, na hili ni tatizo. Nimeliona sana Bukoba. Kuna mzee mmoja amefariki, yani kwenye BAKWATA yupo huko, kwenye maulidi yupo, na kwenye sunna yupo. Amekufa, hawa mashaka wa sunna wanasema ni wa kwetu na hawa wanasema ni wa kwetu. Wamekutana wapi? Makaburini. Sasa pale kinachofanyika nini? Ubabe. Kwa sababu mtu haeleweki. Sisi yani mimi